vijana hawa tunawatenganishaje wa under 17 na huu mradi ambao tumeuchukua, lakini pia tumekosa vijana huko kwenye under 17, tuje tuchukue vijana wengine. Jambo la kwanza, Lugano kwenye development phase, vijana wote kutoka kwenye age ya 15 mpaka kufika 20 wanakuwa na progress ya kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwenye development. Kwa mfano vijana ambao tuko nao kwenye under 17 wakishafika tu miaka 18 kwa mujibu wa cheti chao cha kuzaliwa, wa transform wanakwenda kwenye under 20. Sasa sio kutransform kwenda ukiwa na kipaji kutoka timu hii, kocha wa vijana akasema huyu tunataka tukaendelea naye, anaingia kwenye timu ya under 20 maana amedevelop. Kwa hiyo akachukua watatu wanne wakaenda huku, alafu wa 20 wakatafuta vijana wengine kuungana na wale. Kwa hiyo tunayo kweli timu ya under 17 na inafanya vizuri. Ni mabingwa nafikiri wa msimu uliopita wa ligi ya vijana kama kumbukumbu zangu ziko sahihi. Lakini mlango huu wa Soka School ni mlango ambao pia unakwenda kuisaidia timu yetu ya under 17. Ni mlango ambao pia unakwenda kuisaidia timu yetu ya under 17. Vijana ambao sasa hivi wangetumia njia nyingine kujiunga na under 17, tumwaletea fursa hii ya Soka School kwa mradi huu wa GSM Foundation. Namba moja, wakiwa na talent ni hatua namba moja ya kuingia kwenye timu yetu ya under 17. Hiyo ni opportunity ya kwanza. Ukiwa na talent ukapitia kwenye mradi huu, ni mlango wao kupelea kwenye project yetu ya under 17 kwa timu rasmi ambayo tuko nayo. Lakini namba mbili, tumeongeza fursa nyingine ya vijana. Ile timu ina wachezaji wasiopungua 25. Wapo kwenye mashindano. Tunaongeza fursa nyingine. GSM kuja tumeongeza mlango mwingine wa kuchukua talent nyingine. Ziko opportunity tumesema za vijana hawa kusafiri kwenda kucheza mashindano mbalimbali. Wakati hawa endelea na mashindano mengine, wewe tukaona kijana katika under 17 kipaji chake ni kikubwa, tutamjoin hapa, atasafiri na wenzake. Lakini kwanza tumefungua mlango wa vijana wengine wa Kitanzania ambao wao hawapo sasa kwenye timu ya under 17. Lakini wanatamani kujiunga na Yanga Soka School. Wanatamani kujiunga na Yanga under 17. Tumefungua mlango mwingine. Wanakuja, wanafanya hiyo scouting, wanakuwa wanachaguliwa, baada ya hapo wanaingia kwenye mlango mwingine. Wataalamu wanaofundisha under 17 na wataalamu wanaofundisha Soka School ni watu wawili tofauti. Huu kuna kocha wake, ana program zake based on mashindano ambayo yanamkabili. Huku tunadili na development phase ambayo inaanza kwenye 15 mpaka 17. Kwa hiyo hawa tutaweka kwenye kundi lao maalum. Pakiwa pana talent hapa, fursa ya kwanza ni kuingia kwenye timu. Fursa ya pili ni sisi kuuza nje ya nchi. Based on opportunity ambayo tutazitengeneza. Nafikiri nimekujibu vizuri swali lako. Karibu ongeza. Swali langu la msingi kwa sababu kuna timu za vijana ambao mwisho wa siku hatuoni kama wanaingia kwenye timu kubwa. Mzinza ambaye aingia kwenye timu kubwa. Maanake hakuna progress ya kijana kuingia kwenye timu. Utofauti wa hawa mnawekea misingi gani? Kwa sababu kila project nzima ina end ambayo tunaona utofauti au value yake yenyewe ya project. Hawa vijana wanaingia kwenye sehemu ambapo hakuna utaratibu na timu ya vijana. Hawa mwisho wao ni nini? Na ni lini? Kwa sababu kuna project zingine zinakufanga zinapotea tu, uweza kuuliza maswali. Ili tuje kuuliza swali hilo baadaye. Ni project itakuwa na mwisho wake ni upi? Maana yake hadi yule kijana ambaye amekuja kutoka huko na mwisho wa siku ameonekana na talent, anaenda kwenye mashindano. Na ina maana atakuwa kwenye mashindano. Mashindano ukiwa hayapo atafanya nini? Na mwisho wa siku nenda kufanya kitu gani? Sawa. Kwanza si kweli kwamba hatutengenezi vijana kutoka timu zetu za vijana. Msimu huu pekee Yanga tumeweka rekodi. Kijana wa miaka 16 anaitwa George Mzungu amecheza timu yetu ya senior. Msimu huu pekee pale KMC. Kijana wa miaka 16 kutoka timu yetu ya under 17. Alikuwa na kipaji cha kipekee, alijiunga na 17, msimu uliofuatia akapelewa timu ya under 20. Wanasema ukiwa na talent tayari wewe umri wako umeshakomaa. Ana 16 ninapozungumza na wewe, lakini amecheza senior team. George Mzungu, left footer. Talent yake ni kubwa kuliko umri aliokuwa nao. Kama unavyomuona kina Lamine Yamal, wadogo lakini wameshacheza mpaka mafainali ya kombe la dunia huko. Shashiriki. Kwa hiyo talent ya yule kijana alijiunga timu yetu ya under 17, leo hii amepandishwa mpaka senior team. Si unaelewa vizuri? Ameshiriki mpaka mchezo wa senior team kwa sababu ya talent.
Makocha wamemtazama akasema huyu kijana anajua mpira, let's promote. Hawa vijana wote ambao wapo kwenye development phase, kwa lugha ya kibiashara hizi ni product. Kwa lugha ya kibiashara tunatengeneza bidhaa, hizo bidhaa ndio zinakuja kutumika baadaye. Sisi project yetu, kwa mfano timu za vijana, sasa hivi ukikagua ligi labda ya championship, tuna vijana wengi wanacheza kule. Center defender wetu Shaibu sasa hivi ndio pangua timu inayoongoza ligi ya championship Kagera Sugar. Kaka, mimi nimekamilika na detail, sichukulie poa. Shaibu sasa hivi ndio center defender namba 1 Kagera Sugar na wanaongoza championship, katoka kwenye mfumo wetu wa vijana. Shaibu huyu alicheza Uganda last season, yeye na Hamisi Nanguka. Uganda last season alicheza kutoka katika mfumo wetu wa timu za vijana. Sasa development tafika kwa Chibada yuko pia championship. Hivi kana Mbeya City Chibada. Nazungumzia hii ya karibuni hapa. Tunaye kijana mmoja alikuwa anaitwa Mzungu, kama unamfahamu. Kwa na macho fulani hivi. Chigambo, Wile, yuko championship sasa hivi. TMA anacheza. Development phase ilipo. Unaweza kuwa na vijana, let's say umetengeneza vijana 30. Lakini kugraduate kwenda kwenye professional wanaweza wasiende 30, wakaenda mmoja au wawili. Kwa mfano yule Lamine Yamal unayemuona leo, si ndio? Alikuwa na grupu yake ambayo walicheza wote under 14 La Masia. Alikuwa na grupu yake ambayo walicheza under 11. Walivyo graduate kwenda under 14, under 15, kuna wengine walibaki. Ndio mpira huo. Mnaweza mkaa mko 30, lakini kwenye ile phase ya kugraduate kwenda kwenye professional wakapita wawili mpaka watatu. Kinachompitisha mtu pale ni talent, jitihada na uwezo ambao yuko nao huyo kijana. Kwa hiyo sisi kama Yanga kwenye mfumo wetu wa vijana, wako vijana ambao sasa hivi wanakidimua kweli kweli, na tuko proud na hao vijana. Wanatuwakilisha vizuri. Huu mfumo pia wa Soccer School ambao GSM Foundation ameweka hela, tunaamini unakwenda kutufungulia milango mingine mikubwa zaidi ya fursa. Tunatengeneza bidhaa. Kwa mfano panatokea tournament Spain, si ndio? Tumetengeneza vijana 20 kupitia mradi huu. Tumewasafirisha kwenda Spain. Hatuna matarajio kwamba hawa 20 wote watakwenda kujiunga na Sevilla, si ndio? Wanaweza kutokea vijana wawili au mmoja katika hawa 20 wakaenda akapita akajiunga na Sevilla. Tayari project hii ya safari ya soka na GSM Foundation mafanikio yake ni makubwa, kwa kumfanya kijana mmoja kutoka Njombe amekuja amejisajili, amesafiri mpaka Sevilla, amekiwasha na Sevilla wakamchukua. Tunajivunia huo mradi. Na ndiyo ndoto ambao tuko nayo. Kwa hiyo tunaandaa bidhaa ambazo tunaamini kwenye mahitaji ya mpira wa kisasa watakwenda kuwa kwenye soko kubwa. Unaelewa vizuri? Ndio maana GSM yeye kasema sasa mimi naweka fedha, GSM Foundation. Naweka fedha. Hawa vijana vipaji waje tuwaone. Alafu tuwatengenezee. Umesikia hapa? Hawa vijana ndugu zangu ni mpaka lishe yao. Yaani hataki sababu, mpaka kula yao. Bwana nimekuja mazoezini mimi nini sielewelewi mambo hayaendi. Kula yako GSM Foundation kadhamini. Hakuna excuse, wewe ni mpira tu. Bwana unajua leo si nyumbani nafikaje mazoezini? GSM anakuwa mpaka na hela ya usafiri. Kijana wako aje tu kwenye mazoezi. Guys, watu wanapata wapi fursa? Kwa sisi tunataka huu mradi uwe mradi ambao utazalisha kijana wa Kitanzania atakayefika mbali zaidi. Kufika mbali kunaweza akatoka hapa akaingia under 17, akatoka hapa akaingia under 20, akacheza Yanga senior team au tukamuuza Sevilla. Yote hayo ni mafanikio ya mradi ambao tutakuwa tuko nao. Sasa umeifanya nimezama deep sana. Swali lake aliuliza huyu, mradi ambao tunautengeneza, what if vilabu vingine vikatamani wachezaji wetu katika huo mradi wa Soccer School ambao GSM ameweka hela. Yaani tukamtengeneza kijana, tukamsafirisha, tukamlisha, tukamfundisha kawa bora. Alafu timu nyingine ya hapa Tanzania ulimaanisha? Au ya hapa Kariakoo? Be specific. Hiyo timu ikaja ikamtaka kijana wetu. Kwanza haya yatakuwa mafanikio makubwa kwetu sisi. Kama tumetengeneza kijana ambaye ziko timu nyingine hapa Tanzania zimemtumia. Mfano nimetoa baadhi. Kwa hiyo timu nyingine ambazo haziwezi kutengeneza vijana tunazikaribisha pia kwenye Yanga Soccer School. Waje wakodoe waone talent.
Hii project ni kubwa. Sisi tumezindua mwezi wa 11 pale Gymkhana pale. Waandishi, kama haikuwa haipo kwenye attention yenu hivi, hii soka school ndio kitu gani? Hata tulielewa ni kitu kipya. Kitu gani hiki? Yanga wamezindua au mwalika Piso Mosimane kaja. Kitu gani kama mikoa? Hata tulielewa. Ndio maana tukasema taratibu tutakuwa tunapeana elimu na maarifa watu waelewe hili jambo. Juzi Mamelodi Sundowns kazindua na yeye Mamelodi Soccer School pale juzi. Na yeye kazindua Mamelodi Sundowns Soccer School juzi. Mtoto wa baba mnaanza kupata sa picha kwamba bwana, kumbe Yanga walikuwa na vision ipi kwenye mpira wa vijana, walikuwa na kitu gani wanakitarget kukiachieve kwenye mpira wa vijana kupitia Yanga Soccer School. Mimi nikutie moyo Matilda, unafanya kazi nzuri ambayo dunia imeshaanza kuona. Siniambie Mamelodi walikuwa hawajui maana ya Soccer School mwaka 2010, walikuwa wanajua. Ila walikuwa wanasubiri kuona initiative na imetokea Yanga. Tuko proud na hilo jambo na hatufichi. Yako matimu mengine majina ya timu nayo ukiita Soccer School watu hawezi kuja. Simba Soccer School mnyama sawa, fundisha watu kuwinda au. Yanga Soccer School at least imekaa Young African Soccer School. Vijana wa Kiafrika, watoto wafundishwe mpira. Ina sound vizuri. Haya Wanyamapori Soccer School kweli? Fundisha nini, kuwinda au kufanyaje? Kana mtoto siku moja naye anaanza kuwa kibwengo kama vibwengo wenzake tu. Mtoto anacheza mpira anafundishwa na kuwanga humo. Ili ufanikiwe chukua chupa hizi kama golini. Tafadhali wazazi, mkisikia Soccer School angalieni background ya timu zinazoanzisha. Muhimu sana hii. Kisikia kuna Soccer School imeanzishwa, angalia background ya hiyo timu na watu wao. Usije mtoto wako mzuri muungano umempeleka sehemu akarudi kigagula. Be very careful. Yanayofundishwa huko, sisi pale Muhimbili wazazi wanakuja siti maalum, wanaona watu wanafundishwa mpira. Be very careful mzazi na mlezi. Sipeleke mtoto wako tu kwa sababu kuna timu imefungua Soccer School na wewe kampeleka. Kwanza sasa hivi unaona aibu, hawezi kufungua. Unaona aibu. Unaonekana kama ameiga hivi. Lakini be careful, anakwenda kufundishwa nini? Usije ukala mtoto wako mmoja muungwana baada ya miaka 3 naye amekuwa kibwengo. Unamshangaa anaamka usiku nyumbani anamwaga maji kwenye kitanda. Kumbe kajifunza kwenye timu huko. Sisi tunayaona. We mtoto aliyefundishwa mpira na wazazi vizuri, anawezaje mbele ya watu 15,000 akaenda kwenye goli anamwaga hivi? Kweli? Background yao mtu imepitia vile vipi kwenye mpira? Tunataka tuikomboe Tanzania na aina hiyo wachezaji wanaoamini kwenye ushirikina. Imani hizo Yanga Soccer School marufuku. Tunataka tukomboe pia kizazi cha Kitanzania kina wachezaji ambao wanaamini kwenye vitendo vya kishirikina. Mchezaji unamkuta mchezaji mpira vidole vinasugu kuchimba chini, vidole vinasugu, mtoto wa miaka 18, sugu kuchimba kwenye magoli kufikia vitu. Basi chimba, funga ushinde, ufungi pia ushinde. Tafadhali wazazi, naulia nasisitiza, Yanga Soccer School pekee itamfundisha mtoto wako mpira. Bwana Shomari, tafadhali, Soccer School ni Yanga pekee. Wa pili ni Mamelodi. Kwa kama umleti hapa mpeleke South Africa. Sije kaingia chaka hapo akapeleka watu wako sehemu nyingine, yataka kutokea useme tukukwambia, tushakwambia leo. Usitengeneze vibwengo kwenye future ya mpira wa Tanzania. Vibwengo tuliokuwa nao wanatutosha. Tafadhali wazazi. Sisi ni wakubwa, tumeshayaona mengi. Tafadhali leteni watoto kwenye hii project. GSM Foundation anadhamini kila kitu. Over zaidi ya milioni 100 imewekezwa kwenye huu mradi. Talent ionekane, acheze mpira. Swala la mwisho lipo, kama halipo karibu.